Mwekezaji wa sekta ya usafiri jijini Arusha Patrick Petro Mlokozi ameiomba serikali pamoja na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kumsaidia kupata mabasi yake mawili aina ya Costa aliyokuwa anayakodisha kwa moja ya kampuni inayofanya usafirishaji wa abiria na mizigo kwenda nchi jirani. Kijana Patrick akiongea na waandishi wa habari amesema kwamba amekuwa akihangaika kwa muda mrefu sehemu mbalimbali, lakini ameshindwa kupata msaada ili magari yake yaweze kurudishwa. Kwa majina naitwa Patrick Petro Mlokozi, ni mkazi wa Arusha, mfanya biashara ya usafirishaji wa mizigo na abiria. Niko hapa kwa ajili ya kumwomba mkuu wa mkoa na rais wangu mpendwa msaada wa kuweza kupata mali zangu, magari aina ya Toyota Costa ambazo nilimkodishia bwana mmoja anaitwa Edmund mwaka 2021, na baadaye mwaka jana kuna kiasi cha pesa nilikuwa namdai cha milioni 36, yeye pamoja na kampuni yake, ya kitu ambacho kilipelekea yeye kuficha magari yangu. Magari hayo nilimkabidhi kwa mkataba wa maandishi na magari yamekuwa kwake kwa kipindi chote hicho, lakini toka mwaka jana tarehe 25 mwezi wa 4 2024 gari hizo sikuwahi kuziona tena. Haziko barabarani, hazijulikani mahali zilipo. Nimechukua jitihada za kuliomba jeshi la polisi kuweza kunisaidia, wakashauri kwamba niende mahakamani, ni kesi ya madai. Nilifanya jitihada hizo, nikafungua kesi wilaya ya Rongido ya madai ya fedha ya hicho kiasi ambacho nilikuwa na wadai, lakini baadaye mheshimiwa hakimu aliniambia kwamba kesi ile ya kuhusu magari ni kesi ya kipolisi, kwa sababu mali zangu zilikuwa zimepaki kwenye eneo lao. Gari zilihamishwa katika mazingira ambayo hayafahamiki. Kwa hivyo toka mwaka jana mpaka leo hii tunavyoongea, tarehe ya leo, gari zangu mimi sijazipata, sijui zilipo, zimefichwa. Lakini pia huyu bwana amekuwa akitumia matisho mbalimbali ya kusema kwamba sina cha kumfanya kwa sababu anafahamika na watu mbalimbali, ana watu wako kwenye watu wako serikalini, ana watu wenye fedha. Kwa hiyo matisho yamekuwa ni mengi. Familia yangu inaishi kwa mateso sana, na mikopo ambayo nilichukua benki kwa ajili ya kujikwamua kama kijana. Mimi wakati namkodishia magari bwana, ni mshirika na Mkenya mmoja, ilikuwa wao walisema wana kampuni ya usafirishaji lakini hawana magari. Kwa hivyo waliomba niwakodishie magari kwa ajili ya kufanya safari zao za Moshi, Arusha, Nairobi. Na malipo ilikuwa ni shilingi 150,000 kwa kila trip. Gari kitoka Moshi kienda Nairobi ni 150,000. Gari kitoka Nairobi kienda Moshi 150,000. Gharama za boda, gharama za driver, allowance, kila kitu, service ndogo ndogo zote walikuwa wanazifanya wao kama kampuni. Isipokuwa matengenezo makubwa ya engine na gearbox na vitu vingine, matairi, hiyo ilikuwa nafanya mimi. Kwenye kampuni yao kulikuwa na sintofahamu mwaka jana 2024 mwezi wa 4, na hapo ndipo nilipobaini kwamba kuna kitu hakiendi sawa. Baada ya mimi kugundua kwamba wana ugomvi, nilikuja kwa ajili ya kuhitaji kuchukua magari yangu. So baada ya kunieleza hivyo, nilijaribu kufanya jitihada za kujua magari yalipo, kwa sababu gari hazikuwa zinatembea tena barabarani. Nikiwauliza wanasema wana changamoto ndani ya kampuni, wanazisuluhisha, kazi zitaendelea. Lakini baada ya mwezi kwenda kuulizia magari yalipokuwa, wakaniambia gari zilihamishwa, na eneo tulipokuwa tukizipaki zile gari ni kwenye eneo la huyo ndugu yake. Baada ya kutaka kurudishiwa gari zangu, Koka hakutoa ushirikiano wa aina yoyote ile. Badala yake, na baada ya kuona kwamba inazidi kuwa changamoto, ndio nikaamua kulishirikisha jeshi la polisi kwamba nina magari yangu, nilikuwa nimempatia mtu fulani, lakini huyo mtu hanipi majibu yanayoeleweka. Wao nimejaribu kufanya jitihada za kuweza kukutana nao, kuzungumza nao, lakini kwa namna tunavyoishi nao
na nature ya namna ambavyo wamejitengenezea kwamba ni royal family, imekuwa ni ngumu namna ya kukaa kuzungumza nao. Ndio nina uthibitisho mahali ndipo nunua hizo gari, lakini pia nina mkataba ambao nilikuwa nimewakabidhi magari, na nina kadi original za magari ambayo inasoma majina yangu Patrick Petro Mlokozi.